بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، tunaendelea na darasa yetu ya hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kupitia kitabu chetu Al-Jawharun Naqi Al-Multaqat min Ahadith an-Nabi sallallahu alayhi wasallam, tukiwa tu kwenye juzuu ya pili kwenye kitabu Al-Fitani wa Ashrati as-Sa'a. Jana tulianza kusoma kitabu hiki na kutoa ufafanuzi mfupi kuhusiana na unwan au jina la kitabu Al-Fitan wa Ashrati as-Sa'a, pamoja na bab, ni mlango ambao uko chini ya kitabu hicho, babu al-amri biluzum al-jamaa inda dhuhuri al-fitan wa tahdhiri ad-du'ati ila al-kufr. Tukisoma hadithi ya Hudhaifa ibn al-Yamani radiyallahu ta'ala anhu, akielezea hali yake na mawakifu zake alizonazo katika wakati wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwamba yeye alikuwa mara nyingi akimuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusiana na mambo ya shari ili ayaepuke na ili umma ujifunze kuijua shari ili waepuke. Tukasoma maelezo kuhusiana na katika hadithi hii kuna vipengele vingi kama tulivyosema, lakini mahali pa ushahidi palikuwa ni katika ile amri ya luzumu aljamaa, aliposema Mtume sallallahu alaihi wasallam talzamu jamaat almuslimina wa imamahum. Hudhaifa alipouliza fa in lam yakun lahum jamaatun wala imam, wakitokuwa na jamaa wala imam itafanya nini? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia fa'tazil tilka alfiraqa kullaha walau an ta'adda bi asli shajaratin hatta yudrikaka almaut wa anta ala dhalik. Akamwambia jitenge au jiepushe na makundi yote hayo, japokuwa kujitenga huko ni kwa kushikamana au kwa kuungata au kuuma hadithi hii. Sitapenda kuchukua muda mrefu kuelezea neno aljamaa na vipengele vidogo vidogo vilivyomo katika hadithi hii, kwa sababu watu wengi hawapendi kurefushiwa sharhi. Tukasome watu wamalize, twende zetu mbele, tuangalie vitabu vingine. Sasa nataka niendelee kidogo, alafu tuhame kutoka kwenye hadithi hii kwenda kwenye hadithi nyingine, pamoja na kwamba kuna fawaidi nyingi, lakini nasema kwamba ukisema uende na hadithi kama ilivyo uanze shuruhati, na maana takriban wiki nzima itaisha katika kuisherehesha hadithi. Kwa hiyo hadithi hii imetufanya sisi tutafiti nini maana ya aljamaa. Tukazitaja kauli za baadhi ya wanawachuoni na ikhtilafu zao kuhusu jamaa ni nini, na kauli iliyokuwa ya sawa as-sawab sawa. Tukaona kwamba aljamaa iliyokusudiwa ni kushikamana na haki, kushikamana na haki kama anavyoeleza al-Imam Abu Shama katika kitabu chake Al-Ba'ith. Maneno ya Abu Shama na maneno ya al-Imam Ibn Abi al-Izz al-Hanafi katika Sharh al-Aqidah at-Tahawiyya na wengineo, utaona yanakwenda sambamba, pamoja na kwamba ibara zao ni tofauti. Kwa mfano Ibn Abi al-Izz al-Hanafi rahmatullahi ta'ala alayhi katika Sharh al-Aqidah at-Tahawiyya ameeleza kwamba jamaa maana yake wal jamaatu jamaatul muslimin, jamaa muradi wake ni jamaa ya waislamu wa humus sahaba wattabi'una lahum
biihsan ila yaumiddin, ni masahaba na wale waliowafuatia wao masahaba kwa wema mpaka siku ya malipo. Abu Shama anasema wa haythu jaa al-amru biluzumi al-jamaa, na pale zamani ilipokuja amri ya kulazimiana na jamaa, falmuradu luzumu al-haqqi wattiba'uhu, muradi ni kulazimiana na haki na kuifuata hiyo haki. Wa in kana almutamassiku bihi qalila, japo akiwa yule mwenye kushikamana na hiyo haki au wenye kushikamana na haki ni wachache. Walmukhalifu lahu kathira, na wenye kuikhalifu hiyo haki ni wengi. Lianna alhaqa alladhi kanat alayhi aljama'atu alula min an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa ashabihi, kwa sababu haki ambayo walikuwa juu yake lile kundi la mwanzo ambao ni mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake, kwa sababu hiyo ndio haki. Wala nadhara ila kathrati ahli albatil, tufanya ni habari anna alhaqa alladhi kanat alayhi aljama'atu alula min an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi, kwa sababu haki ni ile ambayo walikuwa juu yake lile kundi la mwanzo ambao ni mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake, hiyo ndio haki. Wala nadhara ila kathrati ahli albatil, wala hapana mazingatio, hapana kutazamwa kwa wingi wa watu wa batil. Mtu asije katafsiri jamaa kwa maana ya watu wengi, kwa hiyo watu wote hawa mtu akatafsiri hivyo kwa maana wengi, ukaangaliwa wewe kwa peke yako, mmoja, wachache, wadogo. Haki ni ile ambayo imeshikamana, kuna ndani yake kuna dalili. Na kadhalika tukataja mfano maneno hayo ambayo ameyataja al-Imam Ash-Shatibi rahimahullahu ta'ala, kwamba haki ni ile ambayo imeafikiana kitabu na sunna, na mkusanyiko wowote ambao uko nje ya sunna kharijun an maana al-jamaa, utakuwa umetoka nje ya maana al-jamaa al-madhkurati fi al-ahadith uliotajwa katika ahadith, kal khawarij wa man jara majrahum, kama vile makhawarij na wale waliopita katika mapito yao. Hata wakiwa wengi, jamaa yao ni batil kwa sababu imetoka katika haki. Kwa hiyo watu wanapoambiwa washikamane na jamaa, muradi washikamane na njia ya mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba na wale waliowafuatia wao kwa wema, ndio maana yake, ndio maana ya jamaa. Kwa hiyo hapo ulipo wewe utakiwa utazama mwenendo wa wale waliotangulia, ushikamane nao. Ukishikamana na mwenendo huo utaambiwa umeshikamana na jamaa. Na hiyo itakuwa inafafanuliwa pia na hadithi ile ya iftiraq, kwamba umma huu utagawanyika katika makundi 73, na makundi yote hayo yatakuwa ni katika makundi ya motoni, isipokuwa kundi moja au 72 ni motoni, ila kundi moja nalo ni lile ambalo Mtume صلى الله عليه وسلم anasema ni lile ambalo mimi niko juu yake, katika hali hiyo, katika kundi hilo, na maswahaba zangu. Baadhi wanawachuoni wakatafsiri kwa maana ni at-taifatul mansura, kundi lenye kunusuriwa, ambalo limekuja katika hadithi maarufu nafahamika hadithi hiyo. Alhasil, ikiambiwa taifatul mansur haipingani na maana neno aljamaa, kwamba ndio hivyo, kitu yote maana yake ni moja. Tayib, kuna suala la walau an ta'adda bi asli ashajara, bi asli ashajara, pale imekuja haina maana kwamba sasa mimi naona makundi yamekuwa mengi, hawa wasema hivi, hawa wasema hivi, basi twende wakae huko chini ya mti porini, mkae huko. Muradi si kwamba watu wajitenge wakae chini ya miti, bali maana yake ni kuhimizwa watu kutoka nje ya jamaa, unakoingia katika firaq, walazimiane katika jamaa na watu kulazimiana na jamaa
moja katika maana zake ni watu kushikamana na ilmu na kushikamana na ahlul ilmi, ulama kibar, mujtahidun, kushikamana na njia yao, wale waliosimama katika haki katika maulama as-sunna na mwenendo wa as-salaf, mwenendo wa as-salaf as-salih ambao ndio as-sahaba wattabi'una lahum biihsan. Ndio maana yake. Haina maana kwamba wewe ujitenge na ujinga wako, utafuti ilmu baada ya kudhihiri fitna, ukiambiwa mimi siko katika kundi hilo, mimi siko katika kundi hilo, ukaona kwamba kuyaepuka yale makundi yanayojulikana utakusalimisha wewe kuwa katika na kukufanya katika salama. Pengine hivyo unavyofanya waanzisha kundi, hivyo unavyofanya kwa ujinga wako ikawa na wewe umeanzisha kundi lako. Alafu kitu kingine ambacho wanaochuona wanakizungumza, je, inawezekana ikaepukana na zama na jamaa? Inawezekana? Au mahali panaweza kuepukana na jamaa? Wanaeleza kwa mujibu wa hadithi at-taifatul mansura, kwa sababu kutaka kuleta maelezo katika mambo ya hadithi kama hivi na mambo ya kisheria lazima ukusanye nusus za kisheria zilizokuja zote mahali pamoja katika mlango huo, kisha kusanya uzitazame kwa pamoja, ndio ulete tafsiri ya sawa sawa. Sasa tafsiri ya sawa sawa inaeleza ya kwamba la yakhlu zamanu min jamaa, wakati hautaepukana kuwepo jamaa, kila wakati litakuwepo kundi la Waislamu lililokuwa katika haki, hilo jambo halitakosekana. Kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, la tazalu at-ta'ifatu min ummati dhahirina ala al-haqqi la yadhurruhum man khalafahum wala man khadhalahum hatta yati amrullah, halitaacha kuwa, kwa maana litaendelea kuwepo kundi katika umati wangu likiwa juu ya haki, lenye kushinda, hali ya kuwa lenye kushinda likiwa liko juu ya haki, hawatawadhuru wao watakao wapinga, hawatadhurika na upinzani, wala hawatawadhuru wao wenye kuwanyima nusra. Kwa maana hata wale ambao walikuwa wana uwezo wa kuwanusuru na kuwatetea na kuwatia nguvu katika jambo lao, wakaamua kujitenga wasiwanusuru, pia hawatawadhuru. Kundi hili litaendelea kuwepo na litashinda mpaka itakapokuja amri ya Allah. Kwa hiyo kwa mujibu wa hadithi hii, wanawachuoni wanaeleza kwamba la yakhlu zamanu min aljamaa, yani at-taifatu al-mansura, hakuna zama zozote isipokuwa kutakuwepo na jamaa. Lakini inaweza kukosekana katika miji au baadhi ya maeneo, kinyume na maeneo mengine. Inaweza kupatikana katika nchi fulani kuna viongozi, yani aimmatul muslimin, viongozi wa Waislamu katika mahali fulani wanaohukumu kwa kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna al-umara na kuna al-ulama almutamassikuna bilhaq wa bihi ya'dilun, wenye kushikamana na haki. Inawezekana katika mahali likawepo jambo hilo na sehemu nyingine lisiwepo, lakini ni lazima kuwepo na jambo hilo katika baadhi pingine, na itakosekana baadhi nyingine. Hakuna, haikuambiwa kwamba lazima dunia nzima iwe hivyo. Umeeleweka hapo? Kwa maana hakuna wakati ila kutakuwa na jamaa. Pengine pakawa na mapungufu haya na yale na yale ambayo hayaathiri katika ule muhimili na msingi wa aqida, al-mu'taqad as-sahih, uko mu'taqad as-sahih na sharia ya Allah iko, pamoja na udhaifu na mapungufu yaliyopita, lakini jamaa iko. Na hii ndio kauli ya sawa sawa, na hii ndio kauli iliyo sahihi kwamba la yakhlu zamanun min aljamaa, kwa sababu ya hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina ala alhaq la yadhurruhum man khalafahum wala man khadhalahum hatta yati amrullah. Wa hadithi hiyo ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam.
Sasa kuna tofauti, watu wanafahamu tofauti katika maana aljamaa. Kuna ambao wanaona kwamba miongoni katika tahdidi ya maana aljamaa, wanaona maana yake ni kundi ambalo zimeafikiana juu yake rai za Waislamu juu ya kiongozi mmoja aliyepewa bai'a. Ndio maana yake. Kuna watu wanaona hivyo, na wakasema ni wajibu juu ya Waislamu kutoa juhudi na kuhangaika kumtafuta kiongozi, kuunda kundi na kumweka kiongozi amiri. Kwa hiyo juhudi yao ikawa sasa wao wanahangaika wakipita kila mji na kila mtaa na kila mahali, wakiwataka watu wakusanye uongozi, watengeneze uongozi au waweke dola. Juhudi yao katika kutafuta dola. Kila utakamwambia sasa, bwana kuna hivyo, hakuna dola bwana, lazima tutafute dola kwanza. Dola ikija vitu vyote hivi vitaondoka. Basi watu hawaswali jamaa, hakuna dola bwana, kwa sababu hakuna dola mambo yote hayo, tutafuteni dola kwanza. Watu wafanya shiriki, dola kwanza. Kuna watu wanafahamu maana ya hadithi hii kwamba kwanza watu watafute jamaa, alafu ndio tansibu al-imam. Baada ya hapo sasa ndio mambo mengine yaendelee. Hili ni kundi katika Ikhwanul Muslimin, wana fikra hizi pamoja na watu wanaoitwa Hizbut Tahrir, kwa sababu hawa ni ndugu. Huyu ni mtoto Hizbut Tahrir, amezaliwa na Jamaatul Ikhwanul Muslimin, Muslim Brotherhood, wamemzaa huyu. Baada ya kuwa zile takhtitati zao al-Ikhwanul Muslimin zimeshindikana, wale walianza 1928 mpaka mwanzoni wa miaka 50 ndio likazaliwa kundi la Hizb at-Tahrir. Kazaliwa Hizb at-Tahrir. Sasa Hizb at-Tahrir na ulioanzisha ni watu wanaotokana na Ikhwanul Muslimin, wakaanzisha chama cha ukombozi. Lengo lake ni kutafuta jamaa, yani kwa maana dola. Na wale Ikhwanul Muslimin wanaolingania kwenye tauhid al-hakimiyya, ambao ni mrengo wa kina Sayyid Qutb. Kadhalika al-Khawarij au ahlu at-takfir, na ndio madhhabu ya Mu'tazila. Lakini vile vile al-Jama'atu at-Tabligh al-Hindiyya, jamaa ya tablighi ya bara Hindi huko, wao wanakwenda na maslaki hiyo. Na kadhalika Jamaatu Tanzim al-Jihad wal-Hijra al-Misriya, kundi hilo pia lina maslaki hiyo, na Tanzimu al-Qaida na wengineo. Tafuta kiongozi lazima awepo, alafu bai'a, alafu mambo yataendelea. Na kila mmoja ana maslaki yake khasa, maslaki khas kuhusiana na jambo hili la kufikia daula. Walhadithi yatul, maneno yatakuwa atarefuka tukianza kusherehesha kitu hicho. Mafhumu ya pili, kuna watu wanaona kwamba muradi wa hii jamaa iliyokusudiwa ni hizi aljamaatul qaima au aljamaatul islamiyatul qaimatul an, haya makundi ya Waislamu ambayo yako hivi sasa, walingania kwenye umoja, basi waungane, tuwe hivi tuwe vile. Wakawa wanalingania kwenye umoja pasi na kuangalia misingi ya umoja katika Uislamu. Tuwe kitu kimoja tu, mambo mengine tuyaache mbele ya safari, yataungana huko kwa huko. Hawa pia ni katika sehemu ya Ikhwanul Muslimin, na ndio sehemu kubwa ya Ikhwanul Muslimin, na ndio dawa ya Hasanul Banna, ndio tariqa anayopitana Hasanul Banna. Hivyo hivyo na jamaati nyingine kama Hizbut Tahrir pia wana maslaki hiyo. Lakini madhhabi nyingine na msimamo mwingine wanasema kwamba jamaa inayotakiwa na watu watakiwa wafanye sa'i ni ile jamaa almutamassika ala alkitabi was-sunna ala fahmi salafi hadhihi al-umma, jamaa iliyosimama juu ya misingi ya kitabu na sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia katika umma huu. Amr ibn Maimun al-Audhi anaelezea kwamba yeye ni mtu wa Sham. Anasema alikuja kule Sham Muadh ibn Jabal. Muadh alikuwa kijana mdogo,
lakini alikuwa ni alim min ulama ya hadhihi al-umma. Muadh amefariki na miaka mingapi? Sheikh kusema hapo la msahau miaka mingapi Muadh? Na Muadh bin Jabal 38 sawa au 34. Muadh amefariki kijana mdogo sana, hakufika miaka 40 kwa ufupi, baina 34 mpaka 38 hapa katikati, kasi 37 38. Muadh bin Jabal radiyallahu anhu, lakini alikuwa ni alim min ulama hadhihi al-umma. Sasa anasema Amr bin Maimun al-Audi, afwan, Amr bin Maimun al-Audi yasema sisi tukiwa tuko Sham alikuja Muadh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu warda katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema fa waqa hubbuhu fi qalbi, yakaingia yale kumpenda yeye, yale mapenzi ya mimi kumpenda yeye yakaingia ndani ya moyo wangu, kana mpenda sana. Nikasuhubiana naye hata waraituhu fi turabi bisham, mpaka tukamzika, kwa maana mpaka kifo chake mimi nilikuwa niko naye, nimesuhubiana naye. Kisha baada yake yasema thumma baada ya kufariki Muadhi lazimtu afqaha an-nas baada, nikalazimiana na mtu mtambuzi zaidi mwenye fiqhi zaidi kuliko watu wote baada yake, naye ni Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. Baada ya Muadh mimi nikakaa na Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Asema siku moja Abdullah ibn Mas'ud akawa ameelezewa suala la watu kuchelewesha swala. Yani kuna kipindi ikapita kuna uzembe watu swala wasicheleweshe, kama alfajiri au kama ni adhuhuri au asri, watu wanashughulishwa na mambo mengine, hawana udhuru wa kisheria. Ikawa kuna tabia hiyo ya watu kuchelewesha swala. Akaelezewa Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud akatoa fatwa, kwa sababu wao watawala hawa, si imamu ndiye anayeswalisha, mtawala, viongozi, maumara, achelewesha swala. Akasema sallu fi buyutikum, salini kwenye majumba yenu. Kama swala yacheleweshwa nje wakati wake, swali nyumbani kwako. Ukija msikitini pale shakli tu, lakini ushaswali katika wakati. Akamwambia wa kaifa lana bil jamaa, vipi sisi na jamaa? Tumeambiwa tunazimiana na jamaa. Ndio faqala ya Amr ibn Maimun, jana niyataja maneno haya, wewe Amr ibn Maimun, inna jumhur al jamaa hiya allati tufariqu al jamaa. Ya Amr ibn Maimun, ewe Amr ibn Maimun, inna jumhur al jamaa hiya allati tufariqu al jamaa, wengi katika jamaa ndio wanaofarikiana na jamaa. Kweli watu wengi katika jamaa wanafarikiana na jamaa, kwa sababu tafsiri ya jamaa nini? Yasema innamal jamaatu ma wafaqa ta'ata Allahi wa in kunta wahdaka. Jamaa hakika si vingine, jamaa ni ile ambayo inaafikiana au ni ile ambayo imeafikiana taa ya Allah, ijapo ukiwa peke yako, lakini maadamu wafikiana taa na wafikiana haki, hiyo ndiyo jamaa inayokusudiwa. Maneno haya ameyataja al-Imam al-Lalakai, at-Tabari, thumma ar-Razi, thumma ash-Shafi'i hibatullah katika kitabu chake Sharh Usul I'tiqadi Ahli Sunnati wal Jamaa, kitabu maarufu cha i'tiqadi tulab al-ilm wako nacho, Sharh Usul I'tiqadi Ahli Sunna. Kwa hiyo maneno haya ukiangalia utapata sura kamili nini maana ya aljamaa. Tutoke hapo tuende kwenye hadithi nyingine, maana tukianza kurefusha, tukianza kuleta maneno hapa, maneno yatarifuka, hatutamaliza. Kwa hiyo watu lazimiane na jamaa, na aljamaa ile ambayo imeafikiana na alhaq, na watu wajitenge na makundi. Na jamaa iliyofikiana na haki ni ipi? Ni ile ambayo imekuwa katika njia ya haki, njia ya masahaba wattabi'una lahum biihsan ila yaumiddin. Wewe lazimiana na hiyo sasa, hasa katika miji ambayo hakuna imam, ama katika mji ambao kuna imam, kwa maana mtu anayesimamia dini
Kuna nchi zimeamua, nchi za Kiislamu, wana kiongozi anasimamia dini, anawapa nafasi maulama wa ahli sunnah wal jamaa, na pamoja na hivyo wao wenyewe wanaipigania as-sunna na madhhabi sahihi as-sahaba wat-tabi'ina lahum bi ihsani ila yawm. Haifai kutoka nje ya taa zao kwa sababu ya maasi, haifai kuwasema vibaya, na ukikhalifu jamaa yao basi umekhalifu na umetoka au umeivua ile kamba yako ya Uislamu katika shingo yako, maana utakufa kifo cha kijahiliya, utakuwa katika ahlul bid'ah wal ahwa. Sasa tahadhari juu ya hilo. Ama wale ambao wana kiongozi wao na kundi lao na mtawala wao na maulama wao wakiwalingania kwenye batil, hiyo ni firqa dhalla, wapotevu hao, kundi potevu hilo, kwa sababu umoja wenu hausaidii kitu mkiwa katika batil. Nasallallahu lana wa lakum al-afiyah was-salama.